usilala usisinzia, maana unasema wewe unali wala usinzi kwa ajili yetu na unajishughulisha sana na mambo yetu. Uinuliwe utukuzwe peke yako Kristo. Tunakubariki Mungu mwaminifu, asante kwa neema na nafasi ambayo umetupa tena kuingia katika nyumba zako. Pokea sifa Mungu mtakatifu, maana peke yako unaishi. Heshima na mamlaka na uweza na uungu na ukuu na usultani vyote ni vya kwako. Wewe ni Mungu wa kuabudiwa, hakuna Mungu kama wewe. Iko miungu mingi na watu wanaikimbilia, lakini sisi Mungu mtakatifu asubuhi leo tumeamua kukimbilia wewe, na tunajua wewe pekee ndiye Mungu wa kweli. Mungu tunakuabudu. Asante kwa neema na fadhili zako. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa kibali ulichotupa ili kuamka tukiwa wazima na wenye afya uweza kuingia katika nyumba hizi kwa utukufu wako. Karibu Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, kutufundisha. Na unasema wewe ni mtakatifu na kama mahali patakatifu kwenye moyo uliopondeka na kutubu. Tunaomba neema na rehema zako Kristo. Tutakase kwa damu yako tupate kufaa mbele zako. Tunatakasa roho zetu, nafsi zetu na miili yetu, maana imeandikwa Bwana wa amani mwenyewe watakasa ninyi kabisa roho zenu, nafsi zenu na miili yenu, atakusiwe na lawama mtakuja kwake Kristo. Mungu tunakusihi tutakasa tupate kufaa mbele zako, maana umesema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ni kweli Baba, sisi tumepungukiwa. Tunaomba neema ya kujalizwa tena asubuhi ya leo tupate kufaa, tuhesabiwe haki na ile neema ya damu yako ya thamani. Kwa utukufu wako Kristo, nitumie kama chombo chako kikufahacho wewe kwa kazi yako njema. Gusa kila mmoja mmoja uliyempa neema kuingia katika nyumba zako. Leo ni siku mpya Bwana, sio siku ya jana. Tunaomba upako wa siku ya leo, tunaomba mafuta ya siku ya leo. Kuna watu tu hata kusema mpigie Yesu makofi hawataki. Nini tufanye? Kilichobora tunaweka kwa Bwana. Pigie tu Yesu makofi na vigelegele shangwe. Haleluya, 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 haleluya. Yesu anastahili pekee yake kutukuzwa. Amen. Ninaposema tumpigie makofi, sijasema unipigie mimi, nasema mpigie Yesu. Na upigi kwa sababu nimesimama mbele, unapiga kwa sababu ya nafasi aliyokupa kuiona siku nyingine. Ndiyo sadaka yako ya kumwazimisha Bwana kwamba Mungu asante, umenipendelea. Kuna waliolala kama wewe ulivyolala asubuhi ya leo, wamebadilishwa majina, wameitwa marehemu, lakini mimi na wewe tumepata neema ya kuamka. Kuna mwingine hawezi hata kunyanyua mkono, kuna mwingine hawezi hata kuzungumza, kuna mwingine hawezi hata kujinyanyua mwenyewe, anategemea msaada wa mtu mwingine, lakini sisi tumeweza kulala na kuamka, tumevaa na nguo zetu vizuri, tunatembea, tunakuja katika nyumba zake. Si kwa sababu ya uwezo wala nguvu tulizo nazo, ni kwa sababu ya ule upako wa Kristo, ni kwa sababu ya ile neema ya Bwana ambayo imetufadhili, aliyotukirimia, akatupa tena kibali cha kuiona hata ya waliochaguliwa kuingia katika siku ya leo ili walitimize shauri la Bwana. Mimi na wewe tumepata hiyo neema. Inatosha nini? Yesu hahitaji hizo pesa, lakini je, inatosha afya? Inatosha? Si unajua kuna watu wako ICU, lakini sisi kwa nini hatuko? Tunajua ICU kulala kitandani siku moja shingani hela kubwa $500 kulala kitandani, lakini mimi na wewe tumelala kitandani mwetu, tunajigeuza tu yani. Unapiga na style ya kulala na mikoromo, kila aina ya style unalala. Kuna mtu yuko ICU saa hii anapulia mipira. Ukiambiwa mshukuru Bwana, yani wewe mshukuru tu. Mwazimisha hata kama umeshajikatia tamaa, ile kwamba Bwana ameruhusu pumzi yake iwemo kwako tena, ni sababu tosha ya kumshangilia na kumtukuza. Haleluya, haleluya. Na mtoto wa kakaangu aliumwa, akalazwa hospitali moja kubwa, tukaambiwa akalazwa, akaingizwa ICU. Kulala tu kitandani $500, anatakiwa sindano 6 na kila sindano moja ni $900 na $60,000 sio ngapi. Sasa zinatakiwa 6 na analala kitanda huko, anatokea anatoka lini?
Fungu na kitabu cha Ayubu. Niliposikia hivyo nikajua kwamba ninapolala na koroma najigeuza, yani ni ibada kwa Yesu. Ile unajigeuza kitandani mwako, hata kama kitanda chako akilipi, yani ile kwamba tu unaweza kulala kwa kushukuru tu. Amen. Ni cha kwako, ni Mungu amekupa kulala kwako. Ayubu sura 5. Sababu mwingine ukimwambia kupiga makofi anafikiri na unamwambia nishangilie nini, hata sitaki makofi yako, ila tu tumshangilie tu Yesu peke yake. Amen. Yeye peke yake anastahili hizo sifa. Ayubu tumefika sura 5. Mstari wa 12 tusome. Yeye huyatambua mashauri ya wadanganyifu, mikono yao isipate kuyatimiza makusudi yao. Turudie. Yeye huyatambua mashauri ya wadanganyifu, mikono yao isipate kuyatimiza makusudi yao. Amen. Mesema asubuhi, najua ushaomba nyumbani, lakini kwa sababu tuko kwenye eneo la Bwana, acha tuombe tena. Amen. Asubuhi unapoamka usisahau kubatilisha. Yaani usisahau. Yaani hicho katika vitu ambavyo ni kosa la jinai ambalo utakiwa kusahau ni kuacha kubatilisha. Au unajikurupukia tu, umetoka chumbani kupo, unaenda kufungua mlango unatoka nje. Ni kosa la jinai, sijui nisemeje. Yaani ni kosa la jinai. Kwa nini? Wewe wakati umelala, kuna waliolala mlangoni kwako, wanafanya wanayoyafanya. Wewe unaamka, unatoka, unakutana na nini mlangoni? Unazoa nini mlangoni? Yanakupata ya kukupata. Lakini kabla hujatoka nje, batilisha hayo. Fungua malango yako kwa damu ya Yesu. Hata ukiweza kuwa kama una watoto, una nafasi hiyo ya kuamka mapema kabla watoto hawajatoka kwenda shule, wewe wafungulie hiyo milango. Sema cha kusema. Kama una nyumba na geti, nenda mpaka getini, sema kabla watu wa nyumbani kwako hawajatoka, kwa sababu yanayozungumzwa. Kwa sababu hakuna kitu yani unanayepita kwenye bati. Mama, mimi nataka kutoka nipite juu ya bati. Si lazima tupite mlangoni. Na kwenye mlango si lazima kitasa utakishika tu. Hata kama nikikomea utakishika tu. Na unaponaje niambie? Unanusurikaje kama kuna kitu kimetekwa hapo, lazima utakutana nacho. Sasa kabla hatujakutana nacho, tunakibadilisha kabla hatujakwenda kukigusa. Amen. Ndio maana nasema usiombe sema nikifika ofisini nitaomba. Omba ukiwa nyumbani, nenda ofisini kwako omba. Yaani ukiwa nyumbani, ndio nasema tunaenda katika roho. Nenda kwenye ulimwengu wa roho, kwenye kiti chako unachokikalia ofisini. Sema unachotakiwa kusema, kwa sababu ukisema nasubiri nikishafika ofisini, haujui wewe wakati umelala nyumbani kwako waliingia pale ofisini wakafanya nini? Walisema nini mle ofisini kwako? Kwenye kiti chako walifanya nini? Na hasa ambao unatoka labda ulikuwa kwenye kiwango hiki unahamishwa, unaenda kwenye labda kiwango kingine, alikuwepo mtu mwingine kwenye hiyo nafasi na unaenda kuikalia hiyo nafasi. Hiyo nafasi tu nafasi nyepesi kama unavyofikiri. Inaweza ikawa ina mshahara mzuri lakini ikawa imebeba mauti. Kwa hiyo kabla hujaenda ofisini kwako, kabla hujaenda kufungua hiyo biashara yako, isemeshe biashara yako kabla hujaifikia, unaifikia rohoni. Amen. Ninakwenda kwenye ulimwengu wa roho, ninafungua duka langu, ninaondoa hilo giza, chochote kilichotamkwa, ninakibatilisha, ninaondoa ukame, ninaondoa hasara, ninaondoa roho za tunaulete, ninaziharibu na batilisha kwa damu ya Yesu. Nasemesha magharibi, mashariki, kaskazini na kusini, achia wateja wangu, malaika wa Bwana, niletee wateja. Hiki kitaja vitu nilivyo navyo vinahusika, ninauza leo, unajitamkia wewe. Wao walifunga leo wapate hasara, wateja wasiingie, kila anayepita aone giza. Sasa naliondoa giza, natamka nuru, nuru iangaze vikani njia yaliyo mema. Mungu umesema hii ndio siku hiyo ifanye nasi tutafurahi na kushangilia. Wateja wengi watanijia, nitafurahi, nitapata faida. Yaani wewe mwenyewe unajitamkia, ukisubiri wakutamkia, wanaokutamkia ndio wale wanafungua kinywa kwa kupiga kelele, wanafungua kinywa kwa machinjo. Tunaelewana wapendwa? Tunaelewana? Kwa hiyo sasa nikifika ofisini nitaomba. Aliyetangulia usiku wakati umelala, nasema mpanzi alipanda mbegu njema, walipolala akaja adui yangu akapanda magugu. Adui yangu amepanda nini wakati mimi nakoroma mkoromo 40?
umekoroma 40 ya 20. Unakoroma tu unajigeuza. Ulipolala saa 3 uliamka asubuhi. Wenzio hawakulala, walikesha, wanaroga, wanatamka hayo yanayotamka. Sasa unasema nikifika, ukifika waishakuwahi. Kuna ofisi moja, mtu mmoja alienda huko. Yaani alihamishwa kwenda kitengo hicho. Sasa wafanyakazi wakawa wanashangaa. Mbona huyu usiku anafanyaga nini? Ofisi wote tunakuja asubuhi. Lakini mbona huyu anasemaga anakuwepo usiku? Siku moja walinzi wakashangaa kitu cha ajabu. Wakaona usiku gari linakuja. Gari lilipokuja wanaona maiti. Mwili yani maiti inabebwa inaingizwa ofisini. Inakalishwa kwenye kiti. Unasubiri sasa wewe mtangani, unasubiri ufika ofisini utakapoomba. Kwa nini maiti? Maiti inaongea. Sasa kama ambavyo maiti haiwezi kuzungumza, ndivyo nanyamazisha watu wote huko kwenye ofisi mimi tu. Na unaenda ofisini. Mwanziko katangulia na maiti, sasa aliyetangulia na maiti alikuwa ameweka sadaka ya nini? Wenzangu umekuja hata afadhali wewe ushukuriwe Mungu aliyekuleta na ibadani. Ukatokea ibadani na kasadaka kakuacha. Mwingine nimetoka nyumbani mimi naenda kwenye biashara. Nakutana na nini? Anasema yeye utambua nini? Anasema yeye utambua mashauri ya wadanganyifu, mikono yao isipate kuyatimiza makusudi. Naomba turudi kwenye ile mikono. Mikononi mwake amebeba kula ya Yerusalemu. Uelewe maana ya kula. Uelewe maana ya mkono. Mkono wako usio kutoka mtoni ya ugali tu. Una kazi. Sio leo watoto wako tu. Kamata weka kwenye mikono, shika. Ndio basi mtaweka mikono yenu juu ya mgonjwa. Kwa nini mkono? Nenda ofisini kwako, ni wewe unauza tu perfume, unauza sijui nguo, unauza nini. Usiombe Mungu kama vitenge viguse kwani vinamguza. Vishike, mikono yako ina mamlaka hiyo. Gusa. Viambie unaja kuwa maua hapa kupamba, unakuja kumuzika, leo unamuzika. Ukivigusa, gusa miguu ya watoto wako. Gusa. Tusaidie. Sema Yesu, ninakushukuru kwa hii neema ulionipa ya kuiona siku mpya ya leo. Imeandikwa hii ni siku aliyoifanya Bwana, nasi tutafurahi na kushangilia. Asante Yesu kwa kunipa mamlaka. Maana imeandikwa nitakachokifungua duniani na mbinguni kimefunguliwa, na nitakachokifunga duniani na mbinguni kimefungwa. Na kwenda kwenye ulimwengu wa roho, ninafunga kila roho, kila jambo lililokusudiwa kuniondolea furaha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninatengua mashauri ya wadanganyifu, ninatengua mashauri ya uchawi, mashauri ya waganga, mashauri ya walozi, wanichukiao, wasionipenda, wenye wivu, watu wenye ila, kwa damu ya Yesu. Watu waovu walioinuliwa na kuzimu kufanya vita na mimi, natengua mashauri yao kwa jina la Yesu. Walichokikusudia hakitakuwa, hakitatokea kwa damu ya Yesu. Mashauri ya washupavu yanabatilishwa, yanaharibiwa. Hiyo mikono iliyonyooshwa ili kunitenda mabaya, makusudio yao hayatatimia, hayatafanikiwa kwa damu ya Yesu. Mungu mwaminifu, ninaharibu kila ufalme wa giza, maana imeandikwa mwana wa Mungu alidhihirishwa ili kuzivunja kazi za ibilisi na kwenda sahihi kwenye ulimwengu wa roho. Kila kazi za giza juu ya maisha yangu, amri yoyote iliyoamriwa juu ya maisha yangu, ninaibatilisha juu ya watoto wangu, juu ya kazi yangu, juu ya ndoa yangu, juu ya maisha yangu. Ninabatilisha, ninatengua, ninaharibu mashauri yao, makusudio yao, mipango yoyote iliyopangwa juu ya maisha yangu kinyume na Mungu aliye hai. Ninaharibu hizo kazi zao kwa damu ya Yesu. Mkono wowote ulionyooshwa
leo kwa jina la Yesu. Pando lolote lililopandwa juu ya maisha yangu na watoto wangu na kila ninachokifanya, ninang'oa saa hii, ninang'oa chote kilichopandwa wakati nimelala, ninang'oa. Maana imeandikwa, mpanzi alipanda mbegu njema, walipolala akaja adui yake akapanda magugu. Haya, nang'oa hayo magugu, ng'oa kila magugu uliyopandiwa, magonjwa, ajali, misiba, hasara, uharibifu, ng'oa vyote walivyokupandia. Wametupandia mambo mabaya, wametupandia mauti, wametupandia hasara, wametupandia giza, wametupandia ukame, wametupandia mauti. Chochote walichokipanda kwenye maisha ya kwangu, walichowapandia watoto wangu, walichompandia mume wangu, na kwenda kwenye ulimwengu wa roho, na batilisha vyote. Na sahi havitasimama, havitatokea. Na ng'oa kwa damu ya Yesu. Mkono ulionyoshwa juu yangu ninaung'oa siku leo, ninauvunja, ninauharibu. Nasema mikono yao isipate kuyatimiza makusudi yao. Hakuna kusudi la kuzimu litakalofanikiwa juu ya watoto wangu. Hakuna kusudi la kuzimu litakalofanikiwa juu ya mume wangu. Hakuna kusudi la kuzimu litakalofanikiwa juu ya utumishi wangu. Ninakataa hayo mapande yao, ninakataa hayo makusudio yao, agenda zao, maelekezo yao kwa damu ya Yesu. Maana umesema unazitengua ishara ya Mungu, unawatia waganga wazimu madhabahu za kichawi, waganga na washirikina waliopelekewa jina langu, waliopelekewa picha yangu, waliopelekewa watoto wangu, waliopelekewa huduma yangu, waliopelekewa maisha yangu, waliopelekewa kazi zangu na biashara. Kwa damu ya Yesu ninaharibu kwenye ulimwengu wa roho. Madhabahu zinapomolewa na kuvunjwa. Tunatoa nafsi zetu, tunatoa maisha yetu, tunatoa vya kwetu kwa damu ya Yesu. Tunafungua miguu yetu iliyofungwa, tunafungua mikono yetu, tunavua hayo mavazi ya mauti, mavazi ya hasara, mavazi ya uharibifu, yote tunavua mavazi yote, tunajikumuta na tunajikumuta na tunajikumuta na tunajikumuta na tunajikumuta na kwa damu ya Yesu. Baba mwaminifu, Mfalme, tunakusia siku ya leo, nenda nasi tuongoze. Maana imeandikwa, hatua za mwenye haki zinaongozwa na Bwana. Baba, ongoza hatua zetu, mwambie Bwana akuongoze, mwambie Bwana abariki kazi yako, mwambie Bwana akuongoze mahali popote, akuepushe na mabaya. Amuru baraka zije kwako, amuru baraka zije kwako. Lango la fedha liwe wazi, lango la baraka liwe wazi, lango la afya liwe wazi, kuinuliwa kuwe wazi, kushinda kuwe wazi kwa damu ya Yesu. Anasema fimbo ya udhalimu haitakuwa juu ya fungu la mwenye haki. Kwa damu ya Yesu, hiyo fimbo ya udhalimu inaondolewa juu yetu, inaondolewa kwenye kazi, kwenye biashara. Fimbo ya udhalimu inaondolewa, inavunjwa, haitakuwa juu yetu kwa damu ya Yesu. Yale mema ambayo Bwana ametupangia yanatujia na kutupata. Anasema na baraka hizi zitakujilia na kukupata. Ndivyo zitakavyotujia, ndivyo zitakavyotupata, ndivyo tunavyozipokea, ndivyo tunavyovuka, ndivyo tunavyoinuliwa, ndivyo tunavyopita katikati ya watesi kwa damu ya Yesu. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya siku ya leo. Ni siku njema, ni siku ya baraka, ni siku iliyobeba uzima na ushindi. Heshima na mamlaka na uwezo vyote ni vya kwako. Kwa utukufu wako Kristo tumeomba na tunashukuru ya kwamba imekuwa hakuna baya, hakuna dhara litakalotukia. Anasema Bwana amenizingira kila upande kwa amani yake. Hakuna habari mbaya, nimezingirwa na nguvu za Bwana. Bwana atuzingire kwa amani yake, atuzingire kwa utukufu wake. Hakuna taarifa mbaya wala habari mbaya hazitakuwa juu yetu, hazitakuwa juu ya kazi zetu na watoto wetu na maisha yetu. Mema yatakuwa juu yetu. Amesema mabaya yatatupata, mabaya yatatupata, mabaya yaliyopangwa yatatupata. Na walioinuliwa na kuzimu kusababisha mabaya hawatatuona tunawapiga upofu kama wale watu wa Sodoma ambavyo malaika wa Bwana waliwapiga upofu. Walisimama kwenye lango la nyumba ya Lutu lakini hawakuwaona. Tunawapiga upofu wote walioinuliwa kwenye ulimwengu wa roho ili kusababisha uharibifu kwa watoto, kusababisha uharibifu kwenye maisha, kusababisha uharibifu juu ya maisha ya kwetu. Tunawapiga upofu, hawatatuona, nasi tunapita katikati yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mpe Yesu sadaka ya makofi yako. Haleluya, haleluya, haleluya. Hakuna baya wala uharibifu. Ni kweli wamepanga mabaya, lakini Baba anatuwazia mema. Yeye anasema anayajua mawazo anayotuwazia sisi ni mawazo ya amani wala si ya mabaya.
tunapoonyeshwa, ndivyo tunapookolewa kwenye zile hatari, ndivyo tunapotolewa kwenye ile mauti, ndivyo tunapoponywa na hayo magonjwa, ndivyo tunapotoka kwenye hizo hasara, ndivyo tunapotoka kwenye aibu, ndivyo tunapotoka kwenye fedheha. Walikusudia tuchekwe, tudhalilike, lakini wataona Bwana akituvisha vazi la sifa, vazi la shangwe na vazi la utukufu, tukipita katikati yao. Yale mapande waliokuwa yameyapanga, wataona Bwana akiyageuza kuwa mema. Ile aibu anaigeuza kuwa furaha, anasema anageuza matanga kuwa furaha, anageuza huzuni kuwa wimbo wa sifa. Haleluya! Anatutengenezea sifa, analeta kicheko. Aliyemfanyia sana kicheko, hata akafanya kicheko kwenye maisha yetu siku ya leo, hata atupe furaha katika jina la Yesu, kwa sababu siku akiifanya inabeba furaha, inabeba mashangilio. Hata tupewe wimbo wa sifa na shukrani katika vinywa vyetu. Nyimbo za zamani za machozi na huzuni na matanga na vilio zinafutwa katika ndimi zetu, zinakuja wimbo mpya. Anasema ndio tuimbe wimbo mpya. Tunaimba wimbo mpya leo ya kwamba Bwana ametufanyia. Anasema vile alivyoieleza matendo ya Sayuni, watu walikuwa wakiimba na kufurahi. Hata Bwana akurejesee yaliyo ya kwako, walioyaiba yanarejeshwa, yaliyoliwa na mzinga na tunutu na panada, Bwana akayaleta upya kwako, akakurejeshea miliki zako kwa utukufu wake Kristo. Haleluya! Asante Roho Mtakatifu. Haleluya. 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 Acha Bwana turejeshe. Acha Bwana afanye mambo mapya kwetu. Walikusudia kutuona vile, lakini Mungu anasema vile alivyorejeza mateka ya Sayuni, watu walikuwa wakifurahi na kushangilia. Acha Mungu achilie mashangilio kwetu leo. Acha Mungu atupe wimbo mpya. Acha Mungu abadilishe. Ni kweli mtoto anasumbua kweli, mme anasumbua kweli, mke anasumbua sawa, lakini Baba anasema anarejeza. Anasema Maombolezo 5:21, anasema Bwana utugeuze kwako nasi tutageuka, uzifanye upya siku zetu kama siku za kale. Acha Bwana azifanye upya siku zetu kama siku za kale, yaliyoshindikana, yaliyoharibika, yaliyotutoa machozi. Acha Bwana yageuze yawe mapya kwa utukufu wake Kristo. Haleluya. 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 Ukifungua na mimi kitabu cha Yeremia. Yeremia 44. Yeremia 44 mstari wa 28. Kuambia kile Mungu amenisemesha, lakini tukiingia kule, wewe ukishabonyeza kuna watu wengine watafikiwa, na mwingine akibonyeza kuna watu wengine watafikiwa. Kwa hiyo mtu mahali ambapo angeangamia angamie, tena amepata maarifa na vuka. Amen. Ukienda kule, wewe nisaidie tuombe wote pamoja. Bonyeza tu vile vikengele, bonyeza vile vialama vya vidole, maisha yaende, ili watu wengi tupate cha kutusaidia. Haleluya. Ukiandika tu ile ya kanisa, utaona itakuja tu nembo imeandikwa Mungu yuko hapa. Ndio hapo, ndio mahali petu Mungu ametupa. Kitabu cha Yeremia tumefika. Kitabu cha nabii Yeremia. Nabii Yeremia nimesema au tushazoea. Nimesikia mtu anazungumza Ezekiel. Nimesema Ezekiel kwa ile nimechapia. Ezekiel yule kana nafikiri na kaupako fulani. Nikakutusaidia kuvuka. Kana ile kwenye mabani. Watu baki tuende kwenye Yeremia leo. Arobaini na nane tumefika. Mstari wa 27. Tunasoma kwanza mstari wa 27. Neno la Mungu linasema, tazama na waangalia. Tujikumbushe, tunasoma kama ilivyo andikwa, sio? Tazama na waangalia, niwaletee mabaya wala si mema. Tunasoma kilichoandikwa. Nao watu wote wa
mwako. Waliopo hapo katika nchi Misri, katika nchi yako inaijua, wataangamizwa kwa upanga na kwa njaa, hata wakomeshwe kabisa, hata wakomeshwe kabisa. Mstari 28, nao watakaokimbia upanga watatoka katika nchi ya Misri kwa kuingia nchi ya Yuda, watu wachache sana. Na wote wa Yuda waliosalia, waliokwenda nchi ya Misri ili kukaa huko, watajua ni neno la nani litakalosimama, neno langu au neno langu. Na hii ndilo itakayokuwa ishara kwenu, asema Bwana, ya kwamba mimi nitawaadhibu ninyi mahali hapo, mpate kujua ya kuwa maneno yangu yatasimama juu yenu kuwaletea mabaya bila shaka. Ndio hapa kuna naona nitazama kama vile ndio yuko pastor Molisha pastor. Ndio hapa. Haleluya. Haleluya. Mimi nataka tukakiombe asubuhi ya leo. Anasema anawaangalia ili awaleteni ni mabaya, wala sio neema. Hilo ni jambo moja, na kitakachonijulisha kwamba ni neno la nani linatawala maisha yangu. Ishara ni hii, pale takapoanza kuleta mabaya kwenye familia yenu, kwenye maisha yako, hata kwenye mtaa, unaweza ukajua ni neno la nani linatawala eneo unaloliishi kutokana na vitendo vinavyoendelea kwenye mtaa. Unapoona bangi, unapoona mabangi, unapoona wanaojiuza, utajua ni neno la nani, la Mungu aliye hai au la shetani. Sasa nasema ni neno la nani mtajua, na ishara ndio hii itakayowathibitishia ni neno langu au la kwenu, ya kwamba sasa mabaya yanapata mtaelewa. Mtakapokuwa mnayaona mema, mjue sasa kile nilichokisema hakipo. Lakini kitakachokuja kuwajulisha kwamba kile nilichokisema kimetimia, ya kwamba na tena sio, yani mtabaki watu wachache, mtakufa kwa upanga, na mtakaosalia mtakuwa wachache sana, na mtajua ni neno la nani linalotawala, ni neno langu au neno la kwenu. Ishara ni hii, pale mabaya atakapoanza kuwapata. Kwenu ni magonjwa yasiyoona, kuzalia nyumbani, watoto kuacha shule, ndio kuvunjika. Ni neno la nani, mnatawaliwa na neno la nani? Ndio maana nasi katika jina la Yesu kuwekeza katika kusema. Niwaambie ukweli, hata wanaenda kwa mganga wa kienyeji, kinachoroga, kinacholeta madhara sio yale matunguu, sio yale sijui manyoya, sijui manini, wala. Na ndio maana kama anafanya maarifa yao kuwa ujinga, yani vile ni ujinga, yani vile ni ujinga, lakini kinachofanya kazi ni yale maneno wanayozungumza. Kwa sababu mganga hawezi kufanya kitu ambacho hajasema wewe. Ukienda nataka ni mzuri hivi na hivi, atakuuliza nataka tumfanyeje? Utasema moja mbili tatu, anakupa zile picha, sio kitu gani kibuyu, asema sema. Kwa nini asifanye hivyo? Kwa hiyo anayeongea hapa na kama tatizo sio mganga, yule tu ni agent. Kama hapa tutakachofanyika sio ni wewe, sio ndio umesema. Wewe ndio umesema. Yaani niko hapa kama mjumbe wa Kristo. Lakini matokeo atakayeleta matokeo sio msikilizaji matokeo. Anasema kwa kadri walivyonena ndivyo nilivyotenda. Vile utakavyonena ndivyo utakavyofanya. Ukinyamaza imekuwa. Ukisema nasubiri Baba wa mbinguni neema yako ishuke, utaishi maisha ya kawaida sana. Sema Farao anamwambia Yusufu, tumpate wapi mtu mwenye roho na mwenye akili kama wewe? Anasema kwa neno lako, kwa neno lako mama, watu wangu watatawaliwa. Yaani watoto, kazi, familia ni ya kwako, lakini kuna mtu wa pembeni atakayesababisha watu wale wakatembea au sio wewe. Anasema kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Watu wanasema ni wa Farao, ni wa Misri, wako juu chini ya Farao, lakini Farao ana usemi, wewe hauna mamlaka chochote. Kuna mtu mwingine alitamka, tuone kama ile
familia watakaa leo, tuone kama watasoma, tuone. Nyinyi mpo, watoto ni wako, lakini kinachoendesha familia ni neno la mtu mwingine aliyetamka, ni neno la bibi, ni neno la babu, ni neno la mjomba, ni neno la shangazi, ni neno la mchana alitamka. Tuone kama watasoma. Ndio maana ndio ile mantiki ya Farao anamwambia Yusufu, kwa neno lako watu wako watatawaliwa, asiwepo wa kuinua mguu wala kusogea pasipo kwa neno lako. Sasa ni kwa neno la nani nyinyi mmetawaliwa? Mnaishi kwa neno la nani? Na familia moja wale mama alizaa watoto walembo wazuri mpaka ukiwaangalia. Kuna mama mmoja akidega kwa mtu anamwambia sikusindikizi. Kwa nini? Maana huko nje tunaacha kumzo, tunaacha kumzo. Ameumbika kweli, ameumbika. Haleluya. Hawa naoenda kwa wachina wa Augusti. Huyu yani kutoka mbinguni alikustiwa na Jehova. Ameumba na kaumba. Lakini haolewi. Haolewi. Unazalia tu nyumbani, unazalia tu nyumbani, unazalia tu nyumbani. Binti mmoja aliyezaliwa kwenye ile familia akaniambia, "Ati hapana. Ninataka hili agano liaminiwe." Hapana, mimi nimeshamwambia Mungu bora hata nisiolewe, bora nisizae, lakini nataka kuona ndoa yenye maana kwetu. Tumevunja, tumeharibu, tumebomoa, tumeteketeza, sadaka tumetoa kila, yaani mpaka tukamaliza. Hivi tumefeli wapi? Mungu msema tukuulize kwa mambo yatakayokuja kwa baadhi ya kazi ya mikono. Baba, tumeomba madhabahu tunavunja mikono. Sadaka ni wapi tumekwama? Mbona kama mambo bado yanazidi kwa mambo? Tukakaa tu kwenye ukimya. Mungu tusaidie, tuone njia kutoka hapa. Roho Mtakatifu akatusemesha maneno. Maneno sasa ya nani? Tunafanyaje? Uzuri yule mama bibi wa yule binti tulikuwa tunaelewana sana. Kwa nini nipenda sana? Nikamfuata. Alikuwa anataka mpenzi wangu rafiki. Nikamfuata nikamuuliza, "Hivi kuna neno ambalo ukiliwaza huko ndani uliwahitamkiwa linakuuma?" Akacheka sana, yule mtoto mjanja sana. Nikamwambia, "Kwa nini?" Asema, "Mjanja." Nikamwambia, "Niambie kama kuna kitu kinakuuma." Akaanza kuniambia. Ndipo tukajua shina la shida. Waliolewa kwa mwanaume wanawake hapa. Wao walikuwa chifu. Yeye alikuwa mzuri, anazaa watoto wazuri, mume akampenda, na alikuwa na bidii ya kazi, anafanya kazi, anazalisha, analima mazao ya mstari. Kwa hiyo moyo wa mwanaume ukawa kwa wale wawili, wakamwonea wivu, wakaanza kuroga watoto wake. Siku moja watoto wake wawili wanacheza nje, wako ukutani wanacheza, dirisha likachomoka ukutani likawapiga watoto wawili wakafa. Kwa hiyo vita ikaanzia hapa. Mke mwenzake mmoja akamfuata akamwambia, "Najua watoto ni wazuri jamani. Wamesoma, wanafanya kazi, wakifika tu mahali pazuri pale pa kustawi, wanaanza kufa ghafla. Na waliobaki ndio hao kazalia nyumbani." Mke mwenzake akamfuata akamwambia, "Hautakaa kwenye mkono wa Mungu mbele ya Mungu. Yaani hautaona mwanaume wa kuingia kwenye nyumba yako kwamba ameleta posa kwa ajili ya mtoto wako wa kike." Sasa si ndio zungumza watoto wazuri. Sasa tuone uzuri wa mtoto kusaidia. Kwa hiyo ndio sababu anakuja mwanaume wa tayari wa kuoa. Wana sio kwamba hawapati, wanakuja, lakini binti mwenyewe akiona wanafika kwenye hatua nzuri anajivanagua mwenyewe. Anamkataa, akimkataa anakuja sasa akielezwa na shetani. Wanaanza mahusiano, mimba anazalia, nyumbani imeisha. Kwa hiyo mpaka tunakuja kujua tulikuwa shamba na tushaomba. Angalia ni neno la nani familia ile ilikuwa inaenda, na mke mwenzake. Hawajaolewa, wamezalia nyumbani kwa sababu kuna neno la mtu. Swali la kujiuliza ni kwa neno la nani mko hivyo? Mko hivyo mlivyo kwa sababu ya neno la nani? Tuone kama watasoma, tuone kama watafanikiwa, tuone. Nyinyi mnafikiriana ni vitu vya kawaida. Hiyo neno ukilijua, ndio maana nilikwambia sio wajinga wale wanaosema mjinga, wale wanasema mjinga mwenyewe mshamba. Sio wajinga. Wanamaanisha analibatilisha kwa sababu neno ni roho, neno linasimama, neno lina uwezo, neno ni kali, neno linapotamkwa lazima litimize kile ambacho kimetamkwa kwalo. Ni sawasawa na mvua inapokuja
kunyesha, haiji kule. Kinyesha lazima kuna kitu tutakiona kimeota, hata kama ni Mungu. Kama imekuwa sasa tunachosema ni neno la nani? Sasa hapo ndio kwa kufakari. Wapendwa watu wa Mungu, na watu mnielewe. Hii mimi ndio sio, yani sio nani sababu ya kusema ninaenda kwa mtuma nimiminie mafuta, naenda kwa mtuma anipe chumvi, naenda si kwa nani mtumishi niombe. Nenda kwa mtumishi kutafuta maarifa ya kukusaidia uvuke ulipo, sio kuombewa kwa sababu mimi sijui historia ya kwenu. Siwezi kuombea sawa sawa. Sijui unataka kutoka hapo ulipo kwa kiwango gani. Mimi nikuombea, nasikiliza watu wa Mungu. Anayekuombea, anakuombea ili wewe usitindike, imani yako isiroe, akili yako ibaki kwenye kufocus kwamba Mungu ananitoa, Mungu ananivusha, Mungu ananisaidia. Ili sianze kumawenge huku ndani. Anasema ninakuimarisha wewe utakapoongoka, uwaimarisha na wengine. Usiende kuombewa ili wewe ulale, mtumishi niombee, ulale ule mpilao. Uniambie mtumishi funga, sifungu. Na hayo ndio hatutaki kuambiwa. Anayekwambia njoo nitakuombea, njoo nitakuombea, njoo nitakuombea. Wale ni hawatuambii njoo tupewe maarifa ya kutusaidia. Hajasema tunaangamizwa kwa kukosa maombi, tunaangamizwa kwa kukosa maarifa. Anataka kujeni, tunataka kugeuzwa kuwa kitega uchumi. Kwa sababu nikikupa maarifa utaniletea hiyo sadaka. Pasipo kujua kwamba nikikupa maarifa kisha funguka, hata nisipoitisha sadaka utanileta kwa sababu umevuka. Lakini mtu anataka njoni ukuombee, leta kimoja nikuombee, nipe 10 ndio nitakuombea. Shindwa pepo kwa Yesu. Watu wapate maarifa, wavuke mahali walipo, wafunguliwe katika vifungo vyao. Anasema amka, kadhibika Mungu, jikungute maovu yako kuanzia sasa. Akitaingia kwako kisikilicho najisi, jivike nguvu zako, sio nenda kaombewe. Akiwa mtu hawezi, tutakuombea. Lakini ukipata nguvu, sogea. Hata ukinyanyua mguu leo unataka kudondoka, kesho utapiga hatua, utasimama, utakwenda kwa jina la Yesu. Hakuna fundi wa kuomba, ila tunaombeshwa na Roho Mtakatifu. Ukianza kuomba mwenyewe anakuambia kanyaga hapa. Unataka kufanya hivi anakuambia nenda hapa. Yeye ndiye anayejua, anayechunguza viuno na mioyo. Sio tu kuombewa baba. Anataka wewe ukianza kuomba, ninapoanza kuomba Baba, ninaomba toba kwa jina malango ya baba yangu na mama yangu. Sijui walifanya nini, lakini yeye achunguza, anajua. Anaanza kusema omba kwa ajili ya maneno, omba kwa ajili ya sadaka, peleka damu ya Yesu hapo, peleka damu ya Yesu hapo. Anapopelekeza anataka asikie neno lako, kisha anaongeza gia unavuka, anaongeza gia unavuka. Sio habari za kusema njoo tukumwagie mafuta, hata ya kwako unayo ya nazi ya minara. Ombea, anaiti kila ambacho anakuelekeza. Simama kwa miguu yako. Karibu shamba basi. Kwa maelekezo anaiti nitaka. Hayo maji yako ya kwenye ndoo ya kwako unaunga bafuni, unamwambia Baba, katika jina la Yesu umetupa mamlaka ya kubadilisha maji kuwa damu yako. Kupiga nchi kwa kila pigo tukitaka. Baba, huu mwili wangu ni nchi yako, ni hekalu lako. Ninapoomba naondoa kila mapoza. Wewe maji, sikia neno la Bwana. Ninakugeuza saa hii wewe ni damu ya Yesu Kristo. Anasema pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Chochote udhaifu, uchovu, maumivu yanaenda kutoka saa hii. Ninapomwagia maji, anasema pasipo kumwaga, ninamwaga damu ya Yesu. Ninaondoa maumivu, ninaondoka. Sio tu kwa sababu ni mtume sio nani, washindwe na wale kwa jina la Yesu. Atatuachia hawatupate tena. Wajinga ndio walio wao. Tutabeba na makatoni ya maji ya wai, sio ya nini tunaamka nayo kwenye daladala wakati mvua inanyesha. Nitakinga ya Mungu umbani, nitaenda nayo ndani, nitayaombea kwa maelekezo ya Kristo. Haleluya. Sasa hapa ndio uko unajitafakari. Hivi kwetu tuko hivi kwa sababu ya neno la nani? Niko hivi kwa sababu ya neno la nani? Sasa hapa ninapokwenda kwa mtu aweze kusema niombee hivi na hivi na hivi, ninatokaje? Kuna hali fulani naipitia, sijui namna ya kutoka. Roho Mtakatifu anawapa mbinu, simamia hiki, simamia hiki, simamia hiki. Hata mtu anapokushika mkono, haya tuombe, tutiane nguvu, anakutia nguvu ili uvuke. Sio habari za kwamba nitakuombea ulale.
Tumeona. Aya. Tunaenda kwa dakika chache. Mungu akitupa neema, tutaendeleza Jumatatu. Akitupa neema, akitupa neema, tutaendeleza Jumatatu. Mungu wangu, una uhakika ni Mungu wangu. Amen. Uwe na uhakika ni Mungu. Unapomuita, na kama unajua si Mungu wako, hivi unapochokonoa hivi unajitangazia vita. Uwe na uhakika ni Mungu. Mwanangu mdogo anapendaga kuniita Mama Angel. Yaani alinipaka ufunuo ambao nikamwangalia yule mtoto. Nikamuuliza, kwa nini unaniita Mama Angel wakati una dada zangu wengine? Alinijibu swali, nikasema huyo mtu ni wewe tu umeamua kumsurprise kupitia kinywa cha mtoto. Akasema kila mmoja mwenye uhakika wewe ni mama yake ajiite kwa jina lake. Kwa hiyo anaita Mama Angel kwa sababu ana uhakika mimi ni mama yake. Na wewe huyo unayesema Mungu wangu, baba yangu, uwe na uhakika ni baba yako. Ili unapoita mama, watoto wangu wakiwa nje wanapiga kelele nikiwa chumbani, nitajua hiyo sauti ni ya fulani, hiyo sauti ni ya fulani. Kwa sababu ni wa kwangu. Ndivyo tulivyo. Wanasema hivi nyinyi wa Kristo mnapiga makelele, rundo la watu. Mungu aliyetuzaa kwa damu yake ya thamani na yale maji anatujua. Tukisema baba, anajua huyo ni nini aliyeita huyo, ana nini. Aya, hilo nalo la kwako la kutafakari. Mungu Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo niko mbele zako. Nimelisikia neno lako. Neno lako ni hai, tena lina nguvu, tena ni kali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili. Asante Yesu, maana umenituma ili kuniponya na kunitoa katika maangamizi, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, nakwenda kwenye ulimwengu wa roho, ninaachilia damu ya Yesu juu ya kila neno lililotamkiwa, lililosimama likaleta mabaya kwenye maisha ya kwangu, juu ya kila neno lililotamkwa kwenye familia ya kwetu nikapelekea tukawa hivi tulivyo. Kwa jina la Yesu napeleka damu ya Yesu, maana imeandikwa karibia vitu vyote katika Torati usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Na mwaga damu ya Yesu kwenye malango ya nyumbani kwetu, kwenye familia ya kwangu. Ninaondoa kila neno lililotamkiwa likanifunga, likasababisha uharibifu, likasababisha haya mabaya ninayotembea nayo. Maana imeandikwa ishara itakayotujulisha kwamba neno la nani linalotawala ni pale tutakapoyaona yale mabaya. Bwana Yesu, kwenye maisha yangu kuna mabaya yanayonipata, yanayonisumbua. Kwa jina la Yesu, ni kwa sababu kuna neno la mtu lilitamkwa likaleta madhara, nami nakwenda kwenye ulimwengu wa roho, ninabatilisha maneno yao, mashauri yao, makusudio yao. Ayaanza kufuta hayo maneno mliotamkiwa. Unajua ni nini kipo kwenu? Kuna neno lilitamkwa, kuna neno lilitamkwa, kuna neno lilitamkwa, lilipotamkwa likazalisha hicho kitu, lilipotamkwa likaleta hiyo madhara. Peleka damu ya Yesu Kristo. Ni neno la nani limepelekea sisi tuwe katika hali tulio nayo? Ni neno la nani lilipelekea ndoa zetu zikavunjika? Ni neno la nani limepelekea tukawa maskini? Ni neno la nani limepelekea tukawa wagonjwa? Ni neno la nani limepelekea tukawa na maskini, tukawa na magonjwa, kutokusoma, kutokuolewa, kutokufanikiwa? Damu ya Yesu ya Agano Jipya ikapite sahi, ikaharibu maagano yao, maneno yao, mashauri yao, makusudio yao. Kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, ninabatilisha maneno yao, mashauri yao, makusudio yao, walioyapanga, waliotukusudia, wanayotuwazia. Tunayaharibu, tunayafuta, tunayatengua kwa damu ya Yesu.
tutamkie hayo maneno, hayo makusudi tunayoyapitia kwa jina la Yesu. Hayo maneno yaliyotamkwa na walioyatamka kwa jina la Yesu, walisema tupige kura tujue mabaya haya yametupata kwa ajili ya nani waliosababisha hayo mabaya kwenye maisha yetu. Tunajitenga nao kwa jina la Yesu. Tunajitoa kwenye mikono yao, tunajitoa kwenye madhara yao, tunajitoa kwenye makusudio yao kwa damu ya Yesu. Tunajinasua kwenye mikono yao waliobeba hayo mabaya, waliotutamkia maneno mabaya, yakafunga hatima zetu, yakafunga maisha yetu kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, tunaomba neema ya kutusaidia kutoka kwenye mikono yao waliotutamkia hayo mabaya kwa jina la Yesu, waliotutamkia hayo mabaya yakasababisha huo uvimbe, yakasababisha hizo ajali, yakasababisha huo ukoma, huo utasa, huo kutokufanikiwa, kutokuolewa. Kwa damu ya Yesu tunafuta maneno yao, tunajitenga na mikono yao, tunajitenga na maagano yao, na mipango yao, na madhara yao. Kwa damu ya Yesu tunajitenga na mashauri yao walioinuliwa na kuzimu kusababisha mateso kwenye maisha yetu, waliosababisha huo uharibifu. Kwa damu ya Yesu tunaharibu, na njama zao na makusudio yao yanaharibiwa kwa jina la Yesu. Baba mtakatifu, Mungu wetu, tunakubariki maana unaishi. Asante kwa rehema zako, asante kwa fadhili zako, asante maana wewe ni mwaminifu. Asante Yesu. Sema tutajua ni neno la nani. Baba, wapo waliotutamkia maneno yaliyoleta mateso kwenye maisha yetu, yaliyosababisha ndoa zikapitika, waliosababisha magonjwa, waliosababisha siku kufukuzwa kazi, waliosababisha roho za maskini, waliosababisha roho za kukataliwa. Baba mwaminifu, Mfalme, tunakusihi katika jina la Yesu ukatutenge nao Bwana, au walioinuliwa na kuzimu ili kusababisha uharibifu kwetu katika jina la Yesu. Mungu, tunasihi neno lako likasimame kwetu, likatufanikishe, likasimame kwetu, likatuongoze, likasimame kwetu, likatuokoe. Maana umesema neno lako ni taa na mwanga wa njia zetu. Litumulikie asubuhi ya leo, lituongoze asubuhi ya leo, lituangazie asubuhi ya leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Roho Mtakatifu, maana peke yako unaishi. Pokea sifa Mungu wa milele, maana wewe ni Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pigie Yesu makofi. Tumeomba kwa ufupi, maana nimekuambia tutaendelea na kipengele hiki Jumatatu. Shida siwezi kusema tunaomba hivi bila kuweka msingi. Amen. Lazima tusikie neno, japo tuweze kufundisha kama semina, lakini